kingine tunafundisha na ukimbizi. Yaani namna gani mtu unaweza ukawa mkimbizi. Namna gani unaenda kwenye nchi ili uombe ukimbizi. Ukija pale tunakufundisha namna ya kuomba ukimbizi. Pia tuna form za ukimbizi wa ndani. Yaani wewe unaomba ukimbizi ukiwa nyumbani. Mnakaribishwa pale, njooni kwenye live yetu. Kuna form. Ukishajiunga ukawa mwana grupu utapata form, utajaza. Unaomba ukimbizi ukiwa nyumbani. Ukimbizi ukoje? Ukimbizi maana yake nini? Ukimbizi ni mtu ambaye ana matatizo kwenye nchi yake, anakwenda nchi nyingine kuomba hifadhi. Mtu ambaye amepata matatizo kwenye nchi yake anakwenda nchi nyingine kuomba hifadhi. Kama mlivyoona aliyokuwa amemkumba Tundu Lissu akina Lema, ni kwamba walipata matatizo kwenye nchi yao wakaenda kuomba hifadhi nchi zingine. Ndiyo maana ya neno ukimbizi. Kwa hiyo kwa nyie ambao hamjui, ukimbizi sio uadui, ukimbizi sio kosa la jinai, msidanganywe. Mkisikia neno mkimbizi haramu, wale ni wahuni tu. Wale ni wahuni tu wanaingia kwenye nchi wanajificha ficha, wale ni wakimbizi haramu. Lakini wewe mkimbizi halali unakuwaje? Wewe mkimbizi halali utafika kwenye nchi ambayo unaenda kuomba hifadhi, utakwenda uhamiaji, utajitambulisha jina lako, watakuuliza maswali yafuatayo. Jina lako nani? Utaandika. Unatoka nchi gani? Utaandika. Nini kimekukimbiza nyumbani kwenu? Utawaeleza. Kama ni siasa au mambo ya mapenzi ya jinsia moja, utawaeleza. Utaulizwa una watoto, umeoa, unatokea mkoa gani katika nchi yako, wewe ni kabila gani, wewe ni dini gani. Utaulizwa maswali mengi pale. Utaulizwa mpaka kwamba ulishawahi kuugua akili hapo zamani nyuma. Utaulizwa ulishawahi kufika Ulaya kipindi cha nyuma. Kuna maswali utayakuta pale ili ukamilishe kuwa mkimbizi. Yako maswali mengi. Tunafundisha kule, lakini na hapa nitakuwa nafundisha. Utaulizwa hayo maswali. Mpaka kuna wakati mwingine wanakuuliza maswali ya mtego. Tukikupa pesa unaweza ukarudi nyumbani kwenu. Umeona? Hayo maswali wanauliza ya kukutega, waone kama ulikuwa umeijia pesa. Kwa kukupima kama wewe ni mkimbizi wa ukweli, watakuuliza maswali kama hayo. Kwa hiyo vitu hivi vipo, na unapokuja lazima ufanyiwe interview. Na interview hasa pale unapoulizwa nini kimekukimbiza nyumbani kwenu, unaweza ukaulizwa si chini ya saa zima ukijieleza. Ndio maana unapokwenda kuomba ukimbizi Ulaya, unatakiwa uwe umetengeneza story ya kwamba wewe ni mwanasiasa unayetafutwa nyumbani. Je, ulijiunga lini kwenye siasa? Na makosa gani ulifanya mpaka ukakimbia nchini kwako? Yaani lazima uelezee. Sasa hivi ni vitu kidogo vya ndani. Ni wewe njoo kwenye live, ni vitu vya ndani. Hivi vinahitaji kufundishwa mkiwa wawili, havifai kufundishwa hadharani. Kwa sababu ni vitu ambavyo vinaweza kukusaidia maisha yako au vikakuharibia kama usipokuwa makini. Kwa hiyo unakuja unafundishwa, unaelewa vizuri. Mimi ni mkimbizi, umeulizwa swali. Kilicho kukimbiza nyumbani kwenu ni nini? Unawaambia. Wanaweza kukuuliza sasa ile interview kubwa. Unaweza kutueleza uliingiaje kwenye siasa? Na unaweza kutueleza nchi yako kwa nini inakutafuta? Kwa hiyo kuna vitu pale proof waonyeshe, ushahidi, waonyeshe kama vile mnavyoona huko labda wanapigwa marungu hivyo. Kuna vitu vya kujieleza. Kwa hiyo ukimbizi unahitaji process. Ukifundishwa sio mbaya, ni rahisi sana kuelewa. Karibuni pale kwenye live, na hapa nitakuwa natoa masomo kila siku asubuhi, alafu na posti.